Siku ya jana tarehe 2 mwezi wa 8 2026 kulikuwa na mkutano ulioitishwa na mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club Bwana Murtaza Ali Mangungu, ambao uliitishwa Bunju lakini haukufanikiwa ama haukuendelea kama ambavyo ulikuwa umeitishwa. Na wewe kwa sababu ni shabiki wa klabu hiyo, unaweza kutupitisha kwenye 1 na 2 na kutueleza nini sababu, pengine kwa sababu inasemekana kulikuwa na mgogoro baina ya Murtaza Mangungu pamoja na wadhamini ama bodi ya wakurugenzi ambayo inaongozwa na Clentius Magoli. Naamini una taarifa na unaweza kutupitisha ama ukatusaidia na utatuambia migogoro hii ina tija kiasi gani ama ina athari kiasi gani kwa klabu, na unaiona wapi klabu yako ielekea, kwa sababu migogoro ndani ya Simba imekuwa ikijirudia mara kwa mara na kila ikitokea basi hatupati ufafanuzi wa kujitosheleza. Unaona timu imeungana tena inasonga, lakini kama ndani kuna wakamoto, fukuto la namna hii haliwezi kuwa na matokeo chanya hapo baadaye. Ukitizama wapinzani wenu wanazidi kuwapiga bao kwa sababu wao mikutano yao inafanyika, na jana walikuwa na mkutano pamoja na uchaguzi wa viongozi. Wameendelea kuwasimika viongozi wale ambao walikuwepo pale na wamefanya makubwa sana ndani ya klabu. Kwa hiyo utatuambia nini chanzo cha hayo na nini ukomo wa hayo, na unaiona wapi klabu yako ikielekea kama hayatosuluhishwa haya na yakamalizika ndani ya klabu yako? Karibu. Naitwa Karim Nasibu Hamisi. Kuhusu swala la uongozi ambalo umelisema hapo, mimi siwezi nikalizungumzia sana, ila tu kwa maoni yangu mimi kama shabiki wa Simba naweza nikasema sehemu yoyote hata kama iwe katika nchi, katika taasisi, katika kampuni, hamwezi mkafanya maendeleo na hamwezi mkajenga kama viongozi tu hamko pamoja. Kwa hicho ambacho kinaendelea kwa viongozi kugawanyika, kutoelewana, kutokuwa katika njia moja, mtajikuta muda mwingi mnashughulikia migogoro na mnazungumzia migogoro kuliko kuzungumzia jinsi ya kujenga timu. Sawa? Tunaona wenzetu upande wa pili ambao ndo tunasema tunajilinganisha nao, Yanga, wao uongozi wao jinsi wanakupeleka, nadhani tunaona wanaelewana, wana kauli moja, wana kauli mbiu moja na wanaheshimiana wao kwa wao. Ndio maana unaona hatua ambazo wanazipiga katika uongozi na katika timu na maendeleo kwa ujumla. Ila kwa upande wa sisi Simba ndio kama hivyo, uongozi ukiparaganyika, hata jinsi ya kupambana, jinsi ya kujenga timu na nini inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ushauri wangu wakae pamoja, waelewane, wawe kitu kimoja ili wajue ni jinsi gani watatengeneza timu. Tofauti na hapo ndio hivyo, huenda tukakaa muda mrefu bila mafanikio ya timu kulingana na hiyo migogoro ya kiuongozi. Mimi naweza nikasema tu hivyo katika hilo hapo. Imani iko wazi kutokana na yale walioyafanya, kuitoa Yanga kuwa ombaomba baada ya kumpata mdhamini GSM na uongozi wa kina Engineer Harris makamu wake. Kwa hiyo wale wameifanya Yanga iwe na ufanisi mzuri zaidi. Unajua Yanga wakati wako kwenye bakuli lile la ombaomba, watu hawakujua kwamba wale wako kwenye somo. Unajua shida inazaa maarifa. Kwa hiyo walipata maarifa, kwa hiyo pale walitumia ile nafasi, walitumia sana kuijenga Yanga na watu hawakugundua. Kwa hiyo walipata elimu kubwa sana na wana uwezo mkubwa wa kupanga ratiba za kuiendeleza Yanga na ratiba zinaenda vizuri. Kwa mfano tukio la kutaka kujenga uwanja na ramani ilivyokuja, watu wambaki wanashanga, hivi ni Yanga kweli, ni uongozi wa Yanga? Na mimi nawaombea dua kwanza, Mungu awape afya na walinde, na uongozi wa Yanga wote usiparaganyike, kwa sababu wana uwezo mkubwa sana wa kuplan namna gani tufanye ili Yanga izidi kuwa imara na tufanikiwe kufanya mambo makubwa kutokana na hatua mbalimbali ambazo zinajionyesha wazi, uwezo wa kusajili, kupanga ratiba za wazi za
yani wanamuona wa kuona kwamba tukitumia kiwango hiki cha kifedha tutaifanya Yanga ipige hatua, na ni kweli. Unaona mfano bajeti iliyopita na ya sasa ni tofauti, kuonyesha kwamba wana muono mkubwa na wana plani, na kile wanachokiplani kinaenda sawa, kinawezesha kuchukua makombe. Na sasa na imani na usajili huu tulionao wa msimu huu, tuna kikosi ambacho watu wanahamu, hata wana Simba wenyewe wanahamu waione Yanga ya mwaka huu. Vitumbo viko moto, wana wasiwasi. Kwa maana hiyo na imani safari hii Yanga itavuka pale tupokuwa tukiishia robo, huenda kwenye klabu bingwa. Na imani tutafika nusu au zaidi, lakini nusu natumaini Yanga itafika. Asante sana.